Sasa wewe unaona hii kizazi cha leo kinasema venye neno linasema ama kuna venye wanafanya vingine? Naam, asante. Ndio. Hapa inakuja hivi kwamba ilikuja ikabadilika. Bila kufuata neno ya kwamba mwanamume amepewa jukumu la kutii na mwanamke amechukua jukumu la kupenda, ambapo inakuja inaleta shida kwa sababu kupenda kumewekewa wanaume na kutii kumewekewa wanawake. Mzozo huu ambao unaangusha ndoa nyingi kwa sababu kutii kwa mwanamume ni ngumu sana, ambapo mwanaume anabeba mzigo ambao hauwezi. Ndiposa ndoa nyingi zinafarakana. Kidogo kuna point umezungumza kwamba mwanaume alipewa majukumu ya kupenda, ndio, na mwanamke akapewa jukumu la kutii. So ukao unamaanisha kwamba mwanamke sasa wanaume hawapendi, badala yake wanatii, na wanawake hawatii, badala yake wanapenda. Sasa imeleta athari gani katika ndoa, ama ina affect aje? Na imekuwa tu ni vice versa kulingana na mtazamo wako. Changamoto kubwa ni kwamba mwanaume ama mwanamke amechukua jukumu la kupenda, ambapo mwanamke amekuwa kama provider wa nyumba. Na katika kuprovide inakuja inaleta kwamba mwanaume inabidi atii yule mwanamke kwa sababu yeye amechukua jukumu la kupenda. Inaleta shida hapa na mgogoro, kwa sababu mwanaume kumtii mwanamke inakuwa mtihani. Kama alivyozungumza pale pasa, ni kwamba mwanamke kwa sababu yeye labda amekuwa ndio breadwinner na labda mwanaume imetokea hana kazi, sasa inakuwa wakati mwingine ni mzigo kwa mwanamke kumtii mwanaume kwa sababu ya udhaifu huo. So inabidi mwanamke amcontrol mwanaume kwa sababu ya kipata anachokipata pale nyumbani. Lakini si hivyo maandiko inavyosema. Maana maandiko haisemi hivyo. Maandiko yanasema katika kitabu cha Methali kwamba mwanamke mzuri ni yule anayetafutia nyumba yake. Kwa hivyo hiyo isikutoe nafasi ama isimtoe mwanamke nafasi ya kumtii mume wake. Kwa hivyo ndugu yangu, tuko na mchungaji pale, tumefikia kwamba hii shida ulivyosikia hii point kwamba mwanamke amtii mwanaume kwa sababu ya labda udhaifu wa kifedha, labda magonjwa, labda hana kazi, labda mambo fulani. Wengine labda hata bwana ana kazi lakini mwanamke tu amtii. Mwanaume ndiye ana provide bado, lakini mwanamke amtii. Akifika pale mambo ni fujo. Je, huyu mwanamke na ameokoka na ni mtu wa kanisani, ni mama pale ama ni intercessor, je, kulingana na ile andiko anatenda sawa ama kulingana na ile andiko unaona ameenda kinyume? Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Mwanamke kama amtii mumewe, obviously ameenda wrong. Kwa sababu hapa kuna nafasi mbili zimegawanywa. Na nafasi hizi mbili zimepewa kila moja nafasi yake. Kuna kupenda na kuna kutii. Ndio. Katika nafasi ya kupenda imewekewa mwanaume. Ndio. Na nafasi ya kutii imewekewa mwanamke. Sasa kila mtu anacheza kwa nafasi yake. Haina kuvuka mipaka. Na kila nafasi Mungu anatawala pale. Katika kupenda Mungu anatawala pale. Katika kutii Mungu anatawala pale. Asante. Kama kupenda, mwanamume anastahili kupenda. Akivuka akija kwa kutii, Mungu hayuko. Mungu hayuko. Hayuko pamoja naye. Kabisa. Hayuko. Na mwanamke akitoka kwa kutii, akija kwa kupenda, Mungu hayuko pamoja na yeye. Anatawala kwa akili zake mwenyewe. Mwanamke anastahili atii kwa kitu chochote kile, kwa jambo lolote lile. Na kutii ni kama vile mtu alivyofungwa jela. Anafanya kila asichokipenda. Ndio. Anafanya kila alicholazimishwa. Ndio. Anataka ambiwe nioshe miguu, Anaosha. akiwa amevaa nguo anataka kwenda sokoni ambiwe rudi hapo. Anarudi. Sababu anafaa Atii. Wakubaliane. Neno kutii. Yaani neno kutii imekuja katika kifungo. Kwa kila jambo. Kwa kila jambo. Sasa hiyo inastahili mwanamke adumu katika hilo. Hawezi kuja kwa kupenda ama hawezi kuja kwa kuprovide. Akasema eti anamtimizia mwanamume basi amtawale. Ngumu. Hata Biblia yenyewe imeandikwa kutoka pale Mwanzo. Ukisoma Mwanzo 3:16 ikasema mwanamke nitakuongezea uchungu kwa kuwa umetenda uovu. Nitakuongezea uchungu.
na hamu yako ama wivu wako utakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Ndio. Sasa mwenye kutawala ni mume ama ni mke? Ni mwanaume. Mwanaume. Sasa kumaanisha huyu mwanamke anapomtii mume wake, ule ambaye anamuona tu labda ni mtu ana maana pale nyumbani, labda anaona ana cheo, labda anamuona labda ni mtu hivi hivi, hafanyi hivyo kwa sababu ya huyu mwanaume, anafanya hivyo kwa sababu Mungu amesema. Kwa hivyo anapotii anatimiza yale Mungu amesema, na asipotii hatimizi. Kwa hivyo itakuwa ni dhambi. Mungu hayuko pamoja na yeye, na kama Mungu hayuko pamoja na wewe unatenda dhambi. Na kwa huyu mtu kama ni mwimbaji, dasesa, ni mchungaji, haijalishi. Mungu asipokuwa pamoja na wewe, kile ufanyacho ina maana ni makosa. Watazamaji, ukiendelea kusikiza jumbe, comment pale, wewe ni mama, wewe ni mzee, comment maoni yako hapo. Sisi tumesema, hao wachungaji wamesema yao, sijui wewe utasema gani?